Twasema wewe ni mwema Bwana wa mabwana. Twasema wewe ni mwema kwa sababu wastahili. Twasema wewe ni mwema kwa sababu tumekuona ukiwa mwaminifu katika maisha yetu Bwana. Umekuwa mwaminifu, ndivyo twasema asante, asante, asante asubuhi ya leo, kwa sababu Mungu wa majeshi sisi ni sehemu ya wale ambaye tumekuwa masalio. Nini Bwana na ni nani Bwana tuweze kumtukuza? Ile ni wewe Bwana ambaye uishie milele, ile ambaye ni wewe Bwana ambaye ni wa rehema, ile ambaye ni Bwana wewe ambaye ni wa upendo. Umetupenda vile ulitupenda kutoka mwanzo, ndivyo twasema pokea sifa. Ndivyo twasema pokea sifa tunapokuja Bwana na wimbo wa saburi kuinua moyo wa kila moja. Tumekuja kuinua moyo wa kila moja. Tumekuja Bwana tukainue moyo wa kila moja Mwokozi. Moyo wa kila moja tukainue, moyo wa kila moja tukainuane na wimbo, tukainuane na neno yako. Hivyo Bwana ndivyo naomba ni asante. Asante kwa sababu umetuleta pamoja ili Mungu wa majeshi tukalete umoja, na wewe baraka zako za umoja ukaajilie katika maisha yetu. Twasema asante. Bariki moyo wa kila moja, anga zote katika ulimwengu wa kiroho Bwana wa mabwana. Tunasiharibu kila vizuizi vyote vya kuzuia neno lako, vya kuzuia Bwana wa mabwana ukinena nasi. Sauti zote ambazo zinanyamazisha sauti zetu Bwana, tunachukua nguvu na mamlaka kinyume na kila hanga zote, kinyume na kila mishale yote Bwana, nikiombia moyo wa kila moja, biashara ya kila moja, familia ya kila moja. Wewe ndiye mwaminifu, wewe ndiye watetea. Twakataa mapepo yanayoitwa majina. Majina yote, kuna jina ambaye liko juu ya majina, na jina lako Yesu liko juu ya korona, liko juu ya sukari, iko juu Bwana wa mabwana kupandwa na damu, iko juu ya mikongo na vichwa, iko juu ya macho na masikio, iko na kila maumivu kinyume na kila maumivu Bwana. Yote tunasimama kusema kila moja anaingia katika moyo wako. Hakuna Bwana wa mabwana kukata tamaa, hakuna kukata tamaa, hakuna kukata tamaa. Hata walio nyumbani hakuna kukata tamaa. Katika jina la Yesu tunakataa mapepo yote ya kukata tamaa. Katika jina la Yesu mapepo yote ya kukata tamaa tunakataa. Katika jina la Yesu tunakataa anga zote za kufanya watoto wako wakate tamaa. Oh Bwana wa mabwana, tunakataa. Tunakataa mbinu zote. Mungu wa rehema na Mungu wa neema, tetea kila moja na onekania kila moja kwa utukufu wa jina lako. Asante, 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 asante kwa moyo wa kila moja vile umetuleta. Tuomba Bwana kutoka katika nyumba yako, mioyo yetu ikiwa na furaha, tuomba ukanene nasi katika jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, amen. Najua ni ngumu, hamjaimba vizuri sababu ya vyombo, lakini Mungu ni mwema. Amen. Yohana alijaribu kuhubiri na kuleta neno hii kwa Mafarisayo akiwa hana chombo. Kwa hivyo nasi ni lazima tuvumilie na tujue vile condition hipo, lakini yote tutashinda. Tutashinda. Bwana asifiwe sana. Message yangu leo ni ya encourage kwa sababu I was praying na nikasikia kukata tamaa kwa watu wengi. Nasikia kukata tamaa kwa watu wengi. Some people are giving up because of many issues. But I have come to encourage the church of God in any condition someone is passing through. Amen. As we bear with the legislations and the directives of the government, together with that, we have to encourage the church of God. Because it is only the church which is suffering more than any other society in the nation. So we thank God for everything, and we have to bear. I want to speak about never give up. Never give up. Never give up. It's a purpose with the determination. I'm not going to give up because I have a purpose in my life, and I am determined to overcome all the issues. I'm determined to conquer in the name of Jesus, because there is a purpose in my life. For you not to give up, you must have a purpose. Ni kwa nini? Ni kwa nini? Ni kwa nini nisikate tamaa? Ni kwa sababu kuna uamuzi na kuna mpango katika moyo wangu. Bwana asifiwe sana. Mambo ipite,
anga sipite, haleluya, mambo isemwe isisemwe, ujue mimi nina uamuzi. Sitaingia katika maneno ya watu, sitatembea na maneno ya watu, nitatembea na uamuzi wa moyo wangu. Bwana stress sana. Hiyo ndio itatusaidia na hiyo ndio itatupatia ushindi. Hatutashinda kwa sababu tunasikiza. Hautasikiza usinde, utasikiza ujue, na utasikiza na uchukue uamuzi. Ndivyo nimesema mimi sina shida na watu kutungwa sindano. Mtu ni uamuzi wake. Ukitaka kutungwa ni uamuzi wako. Ukikataa kutungwa ni uamuzi wa moyo. Ndio sitasimama hapa kama mtumishi wa Mungu niseme msiende kutungwa. Naweza kusema hivyo, mtu aseme basi alituambia. Mimi sitaki kubeba msalaba. Ukiamua kutungwa, tungwa. Ukiamua usitungwe, tungwa, usitungwe. Sababu una uamuzi. Na hiyo uamuzi itakupatia ushindi. Wapendwa, itatupatia ushindi. Watakao tungwa imani yao iko hapo. Watakao kataa imani yako iko pale. Nataka ninene na watu. Sababu kila utakataa una imani ya kusimamisha wewe kuovercome ile ambao unashinda. Bwana siwe sana. Hatutakuwa toast katika kila upepo. Sina shida ukisikia tungwa, nikisikia tungwa, kila mtu ana uamuzi. Mimi nina wangu. Mimi nina wangu. Kwa hivyo ninataka kuencourage kanisa la Bwana wasikate tamaa. Wanaosikia kukata tamaa, wasikate tamaa. Leo ninataka ninene na wao. Wasikate tamaa. Mimi sitakata tamaa. Mambo ikuje ipite. Biblia inasema wakati mambo mengi nao kuja na shetani anainuka kama maji mengi, Bwana ananuinulia bendera. There's a standard that God is going to rise for us. And that standard is for the believers, not for the devil. Yaani wakati Mungu anasema nitainua bendera, atainua bendera kusema watu wangu wanashinda, shetani umeshindwa. Na hakuna shetani anaweza shindana na Mungu. Amen. Kwa hivyo tujue kuna uamuzi. Na uamue. Uwe na uamuzi na uwe. Purpose ni nini Kiswahili? Kusudi. Uwe na kusudi na hiyo. Purpose with determination so that you may not give up. Amen. Mark chapter 5. Mark chapter 5 verse 21. Because Elias is the only one who is now doing it both. He cannot be there unless Peter, you can help us in reading the word. But so that Elijah can do this. Amen. Mark chapter 5 verse 21. I will read it from the Bible as he continues to prepare for our screens. We bear with the condition. Ninajua mjaimba, muna vyombo. Hallelujah. Lakini yote Bwana ni mwaminifu. Nataka nisome a story here ile ambayo tupate maneno machache kwa sababu ya wale wanaenda job. The Bible says now when Jesus had crossed over again by the boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands. Yes. 20 verse what? 22. I'm 23. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. 20. So Jesus went with him, and a great multitude followed him, and throcked him, wakamfinya, wakamsonganga. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years, and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had, and was not better,
but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Hallelujah. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Who touched my clothes? Who touched my clothes? Who touched my clothes? But his disciples said to him, you see multitude approaching you, and you say, who touched you? Amen. And he looked around to see who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Father, bless your word this moment of time. We give you praise and we give you honor for your love. We thank you because, Jesus, you were there for that woman and you are there for us. Whatever she suffered from, my God, many in the church, many at their homes now, in this season are suffering from many things. But God, we pray that you are going to make each and everyone whole. Wengi watapona ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tutapona ni kwa sababu watuponya. Endeleza katika maisha yetu ukuu wako. Jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka ninene hayo mambo kwa sababu ya yale ambayo tumenena. For not to give up because you have a purpose with determination. Nimesoma hii story kila moja aelewe kwa sababu hapa kulikuwa na two cases. One for the daughter of Jairus who was sick but he was at home. And Jairus, because he was a great man, came to Jesus and begged him to go with him to his home. And while they were on the way going to Jairus' home, the multitude followed Jesus. And as they were following Jesus, they pushed him, they surrounded him, they thrust him. The Bible says, thrust him. Wakamsukuma sukuma. Wengi wanamsukuma sukuma, wengine wanamsukuma, lakini kila msukumo ulikuwa na tofauti. Kila kusukumana, kuna wale walikuwa wanasukumana wajue Yesu vile ambaye amevaa, wengine waone miguu yake, wengine waone nywele yake. Wengine waone nywele yake, Bwana asifiwe sana. Wengine waone nywele yake, wengine waone vile anatembea, wengine washike nywele, wengine washike nguo zake, lakini kuna mmoja alikuwa na uamuzi katika moyo wake. Wengine walikuwa wanafuatilia Yesu waende kwa Jairus. Jairus akapata uponyaji. Jairus akaweza mtoto wake kupata uponyaji, lakini kuna mmoja alikuwa ameamua, mimi sijali kuwa na Jairus, mimi sijali kuwa na kina Petro na kina Thomas, mimi sijali ni nani yako hapa, sijali kama ni wengi ama ni wachache, mimi ninajua jambo moja, nimekuja hapa with a purpose in my heart. And I am determined that I'm going to go back at my place, being made whole, because Jesus, I know you are the healer. Me, I'm going to be healed. Sio yeye alikuwa mgonjwa hapo peke yake. Wengi walikuwa wagonjwa, lakini uamuzi wa moyo wako utakuweka hai. Uamuzi wa moyo wako utakusimamisha. Uamuzi wa moyo wako utatunza familia yako. Ndio nasema ninanena na kanisa, kila mmoja aliye kwa nyumba, kila mmoja mahali alipo, uamuzi wa moyo wako utaweka maisha yako. Uamuzi wa moyo wako utaweka familia yako. Haijalishi kila ambacho kinakufuatilia. Biblia inasema this woman suffered. She suffered in the hands of physicians. Madaktari wote. Kama vile sasa ulimwengu wote madaktari.
Daktari wako katika shida. Sababu kuna shida, watu ni wagonjwa. Unayeponya hujui kama utapona ama wewe utaambukizwa. Lakini nataka ninene na kila moja, lazima uwe na uamuzi ya kwamba hata kama atakuja akitapika, hata kama atakuja mwili ukiwa unauma, mimi ninamtibu na mimi nitaendelea kuwa mzima. Praise the name of the Lord. Lazima kila moja amue. Huenda hospitali watu wakisema utaingia na utatoka, joto ni juu, kila kitu ni juu, mambo yamechanganyikana, uingie pale na utoke, kwa sababu uamuzi wako ni kwamba sitakufa, nitaishi, nitangaza ukuu wa Bwana. Haleluya. Hii mapito tunaopita lazima tuwe na uamuzi. Hata kanisa la Bwana lazima iwe na uamuzi. She suffered, number one, she suffered shame. Shame. Alikuwa amepita mapito. Shame ni aibu. Ni aibu. Kwanza yeye vile alivyo si mtu ambaye wakuchanganyikana na wale wengine. Vile alivyo hata yeye mwenyewe hanajihurumia. Vile alivyo hata yeye hapendezi. Lakini hata akiwa na moyo hilo akasema niwe nina aibu, niwe sina aibu, ninajua kuna moja alikuja kubeba aibu zangu. Bwana siwe sana. The purpose of Jesus Christ to die on the cross was to come and take away our infirmities. Achukue aibu zetu, achukue shida zetu. Ndiye alienda msalabani Yesu, akatolewa nguo, akakaa pale akiwa kwa hali ya aibu, lakini hakuona aibu. Hakuona aibu. Kwa sababu gani? Alienda pale kubeba aibu zetu. She suffered shame, but that didn't hinder her not to go near Jesus Christ. It is for you to take yourself near the cross, to take yourself in the presence of God, to take yourself and call upon the name of the Lord. Hutaita Bwana sababu wengine wanaomba, utaomba kwa sababu huna uamuzi. Bwana siwe sana. Hutaomba sababu una uamuzi. Hutaomba sababu watu wanaomba. Nitaomba sababu nina uamuzi. Katika maisha yangu nina uamuzi. Muombe msiombe, nitaomba. Nitukane nisitukanwe, mimi ninasonga mbele. Lazima usonge mbele. Kwa matusi songa mbele. Hallelujah. Sababu lazima tuamue. Ndio Bwana ameniambia encourage my church. Watu wamevunjika mioyo, biashara hakuna. Chakula ni shida, mabasi ni shida, hali zote ni shida, hata transportation going to that office ni shida. Lakini nimekuja kukuambia hata kama utatembea miguu 10 kilometers, God will strengthen you because he is there for you. Praise the name of the Lord. Kuwa kuna pesa, Bwana wa mabwana atatetea watu wake, hata tuacha tukufe njaa. Hallelujah. Hatutapata aibu. She suffered shame. Number 2, she suffered rejection. She was rejected. Who's going to mix with her? Who's going to see her? Who's going to visit her? She had no one to visit her, so that she may not devour them. Hali aliyokuwa huyo mama, ukikaribiana na yeye ni kama sasa wakati huu wa corona. She won't divine you. Ndio walikuwa hawezi ajulikane, wasiseme anaenda kumfanya nini, kumnajisi Jesus Christ. Lakini hata akiwa hivyo, hata akiwa amekataliwa, alijua kuna moja hata nikataa. Alikuja kwa ajili ya maisha yangu. Ndivyo nataka niseme na wewe unaosikia kuchukua kamba ujiue, unaosikia kuchukua bunduki ujiue kwa sababu ya mapito unaopitia. Wewe unayekufa, kuna moja alikufa kwa ajili yako. Ili usikufe, wewe enda miguuni pake. Neno linasema ya kwamba Jairus came and worshipped him at his feet. Jairus was a man with honor. He's a man who was in a position, like now he was a bishop. I'm a bishop in our today's titles. But with all that, she went and she worshipped at the feet of Jesus Christ. And they told him, come and heal my daughter. She had already suffered 12 years. This woman also was suffered 12 years. Aliungua miaka 12 na huyu mtoto miaka 12. They had the same years of suffering. Katoto kakaungua miaka 12, mama akaungua miaka
2. Kwa hivyo mtoto akisaliwa, mama alikuwa mgonjwa, ama mama akigonjeka, mtoto ndiye alikuwa anasaliwa. Both the way. But we know that kila mtu alienda mbele za Bwana in a different way. Na ndio nasema na kanisa, enda mbele za Bwana na kiutofauti. Huyu alikuwa yunaka Yesu aende kwake, lakini huyu aliamua uwe barabarani, uwe katikati ya watu. Mimi uponyaji wangu ninajua ni kukushika. Never give up until you receive, amen, until you obtain your cause in the name of Jesus Christ. We are giving up. Mungu hajatoka na sisi, amen. Hata corona iwe, ujui Mungu amekuweka mpaka miaka ngapi. Hata kukiwa corona, katikati ya corona there are survivors, and we are going to be the survivors among the survivors. Nchi yote itaisha siku moja. Corona itaisha, yache watu wakiendelea. Na hata sasa watoto wanasaliwa. Wengine wakienda, wengine wanasaliwa. Wengine wakitoka kwa ndoa, wengine wanaolewa. Kila kitu chochote, there are remnants. There are those who are going to sail through the corona spirit time. So when you count yourself among those who are going to be survivors. Inua mikono yako, ambia Bwana, mimi nitakuwa sehemu. Mimi nitakuwa sehemu ya masalio. Nitakuwa sehemu ya masalio. Haijalishi vile mambo itakuwa, haijalishi vile kutakuwa, mimi Bwana nitakuwa katikati ya wale ambao watasalia. Watoa ushuhuda. Kama wakati mwingine kunisalia wengine, nami nitasalia katika jina la Yesu Kristo. Mapepo ya hanga na mapepo ya kila hali na njia za kila haina, Bwana nitasurvive. The name of Jesus Christ. Ninatangaza mtasurvive. She suffered rejection. Also she suffered stigma. Stigma. Unaumia peke yako sababu watu wanakusengenya. Unaumia peke yako sababu watu wanakusema. Lakini yote ikitendeka, pana njia. Wapendwa, nasema pana njia. Stigma. Huyu anatuambia nini na vile hata akipita karibu na wewe haijalishi vile wamekusema. Wengine wamesema wewe ni wa shida, wewe ni wa kuombaomba, wewe ni wa mamba. Wacha waseme, pita. Maneno ya Wakamba wanasemanga, kitimbezi itajenzi huko. Amen. Wewe haleluya, jisaidie na masengeni. At my impact, help yourself with the gossips of people, but I'm passing and I'm pressing on. Wacha wasengenye, mimi ninaenda mbele. Amen. Stigma, bitterness was full of her heart. Everybody's rejecting me. Why was I born? Kwa nini nikasaliwa? Kwa nini nikawa wakati kama huu? Kuna wale wanasema, Bwana, kwa nini wakati kama huu? Mpaka uchungu unakuingia. Si wakati wa kuingia uchungu. Ni kuambia Bwana, mimi ninajua mimi ndani yako na wewe ndani yangu. Na hakuna magonjwa ndani ya Yesu Kristo. The Bible says, if we remain, John 15 verse 7, if we remain in him and he in us, pray whatever you desire and he will give it unto us. The word of God will stand forever. It will never change. People will change their attitude. People will change their position, but the word of God will stand still. Amen. Lack of joy was upon our life. Amen. Kama wewe unayenitazama, hakuna furaha katika moyo wako, sababu siku mbili zimepita, mapito umepitia, wiki zimepita, mapito umepitia. Sio vile ulikuwa unatembea, sio vile ulikuwa unakula, sio vile ulikuwa una dress, sio vile ulikuwa unasikia kwa nyumba yako ikiwa, sababu kuna kufinyiliwa. Lakini nataka nikwambie, hata kupitia katika hiyo yote, amen, the joy of the Lord is our strength. Strengthen yourself in the Lord. Jitia nguvu ndani ya Bwana. Tutajitia nguvu ndani ya Bwana. Tutajitia nguvu ndani ya Bwana, tumwambie ni wewe. Hata ingawa saa zingine tunaulizanga, Bwana, kwa nini tunapita mapito kama haya? Umetuambia utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Lakini wacha nikwambie, every temptation that comes upon your shoulder, God has weighed it on you. Anajua unaweza kuipepa. Kila majaribu inaokuja mabegani mwako, Mungu anajua unaweza ukaipepa.
Amen. Unaweza ukaibeba. Ambia Bwana ninabeba hiyo majaribu lakini ninajua nitapita. Anasema ya kwamba hata kama njia iko na maponde, nitainua maponde. Usiangalie uone ati Mungu ameweka mchanga kwenye maponde. He will give you strength and style to walk over all those streams, over all those boundaries. Katika hiyo masimo, katika hiyo mianda, katika hiyo milima, Bwana atakupatia nguvu za kupanda juu. Bwana asifiwe sana. Ningewaambia wapendwa, kama ningetunga sindano kila moja ya kile ninasikia, tuketembea ninyi level moja. Wacha mtu akutukane, don't speak. Let mtu akuabuse, don't say it. Keep quiet. Na waambie Bwana, ni wewe mtetesi wangu. Wewe ndiye mtetesi wangu. Kasini utukano. Kasini ulizo wewe ni nani? Before my resignation, wakati nilikuwa nafanya kazi, I resigned because of this work of the Lord. Katika ofisi nilikuwa nafanyia kazi, nilikuwa na despisiwa na kila mtu sababu ya ujinga wangu wa kunyamaza, na sababu ya wokovu. Ninaitwa na hako ka wokovu kako. Unasikia ni kwamba umemesa Biblia wewe na ka Yesu. Yaani mpaka Yesu anakuwa ka Yesu. Na huyo ka Yesu wako. Bwana asifiwe sana. Wacha wakuulize na huyo ka Yesu wako. Lakini hata wakikuuliza huyo ka Yesu wako, waambie kuna Yesu anayeweza mambo yote. Bwana asifiwe sana. Kuna Yesu ambaye ananiwezesha kwa mambo yote. I resigned because of this ministry, because of the calling. Hata nilale njaa sitalia. Hata nilale njaa sitauliza nitafanya nini. Na sitauliza mtu watu nifanye. Ninajua ni wewe ulinitoa kwa ofisi. Ningekuwa na pesa kama wanaume wale wengine, ningekuwa na pesa kama wanawake wale wengine, wewe ndiye ulioniita. Kama Elijah hakulala njaa, mimi sitalala, wewe utalala. Wacha kuinulia macho watu, inulia macho Mungu. Saa hii ni Mungu, si mtu. Unaweza kuinulia mtu leo, kesho upate corona imeenda naye. Utaenda na yeye, na wewe umeachwa. Utabakia na yule ambaye corona haiwezi mpeleka. Naye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo ni kushika na kushikilia msalaba. Kuambia Bwana ni wewe na songa na wewe. So sick, suffered, lack of joy, separation from people. Yani anasikia giving up her life. But you know that she knew there is one. There is one who will never forsake. Wapendwa, kuna mapito utapitia. Na waambie watu, munipende msinipende, niwe na nguo nisiwe na nguo, niwe na kiatu nisiwe na kiatu, Bwana ninajua, uangalie kiatu. God searches our hearts. He knows you. Uwe na kiatu usiwe na kiatu, anakujua. Na manukato ya mteule wa Mungu inatoka katika moyo wake. Unaweza kukosa roll. Amen. Unaweza kukosa manukato ya roll ili unuke vizuri. Wacha nikwambie, kuna moja unanukia. Kuna moja unanukia vizuri kutoka katika moyo wako. Usimie kwa sababu hata kupata spray ya kusema susu. Ambia Bwana, spray iko ndani ya moyo wangu. Manukato. Ndio Mungu akamwambia Samueli, wewe unanilia Sauli mpaka lini? Si nimemkataa. Nimemkataa. Ndio sababu mimi natazama moyo. Bwana asifiwe sana. Mungu anatazama moyo. Wakati ndugu zake Daudi walipopita mbele sa Samueli akitiwa mafuta, watu wanaangalia kimo. Samueli anasema ndio huyu. Kwenda kamondo. Kanalisha. Bwana asifiwe sana. Wewe mahali upo, Bwana anakuona. Because the eyes of the Lord range forth and flow, strengthening those who seek him. Your position is for you to seek the Lord, for his eyes to be upon you. Yani ngai yonena ke mweme. Ngai ena umumande mebo make mekale balawe. Umumande tu ona wende okunya ubisi olawe. Mumande mebo make mekata. Mekale balawe. Mwe ndio usisa nundu enangane nene. Tela ako. Dewe. Ni usisa ngali usukada na misisia. Ai ni modadi. Ngai ni usisa ngali ukada na misisia. Ngai ni usisa nyomba ukada na misisia. Tuni kilatini kwa alama tesike kamba.
Lakini nataka nikwambie, Mungu aangalii na kiwango cha ngano. Mungu apimi na kiwango cha nyumba. Mungu apimi na kiwango cha pesa. Anapima na kiwango cha moyo unayemtafuta. Bwana asifiwe sana. Lazima wapendwa kanisa la Bwana tuelewane. Wewe unayetaka kujiua, hautajua sababu umekosa pesa. Ngojea pesa sinakuja. Seek the face of the Lord, and God is going to reveal himself for you. Mungu atajidhihirisha kwako. Sita ni kuanza kulia kama wale wengine. Sitalia na hutalia. Ndio nimekuja kukuambia hutalia kama wale wengine. Utalia mbele za Bwana. Hutalia mbele za watu. Amen. Tuko pamoja. Ama umechoka na mimi? Utachoka. Tunarudi kwa mama. Walipokuwa wanafanya hiyo mambo, walipokuwa wanamuonea, walipokuwa wanamdharau, akaja akashika nguo za Bwana. Shika nguo, upinde wa nguo za Bwana. Hata hakumshika mwili. Kale kautipo. Kanguo. Israeli kuna nguo. Walikuwa anafaa nguo siko na tumanyoya tumevia. Akashika tu. Yeye hakugusa Yesu. Nguo alikusa. Alipokusa nguo, the floor stopped. Na yeye mwenyewe akaelewa vizuri ya kwamba hata mimi nimepona. Hata mimi nimepona. Yesu akapinduka. Ni nani? Unajua Petro na kina Philip walikuwa watu wa kunena haraka. Bwana wewe unauliza ni nani aje? Akasema hapana, kuna mtu amenikusa. Hakusema kuna watu. Kwa nini hakusema kuna watu wamenisukuma? Si angesema kuna watu wamenisukuma? Kuna watu wamenisunguka? Hakusumbukana na wale wamemsukuma, wale wamemsunguka. Haja yake ilikuwa yule amemkusa na moyo wa tofauti. Mungu anahitaji moyo wa tofauti. Amen. Anahitaji moyo wa anahitaji moyo wa tofauti. Moyo wa tofauti napenda. Ambia mwenzako penda moyo wa who touched me. That is 34. That is that verse that. Immediately knowing himself. Powers gone. Alipomkusa hivyo, the power of healing came out of the body of Jesus Christ and entered in the body of the sick woman. And at that moment of time, she got healed. What we need is the power. The power of God. It is not by might. Not by what? It is only by the Spirit of God. Tunahitaji nguvu za Bwana tupone. Atukuse tu tupone. Roho wa Bwana ashuke. Hata saa zingine uhitaji kuguswa. Huyo aliguswa na nani? Huyo mama aliguswa. Yesu hakugusa mama. Nguvu